Uongozi ni kitendo cha kusimamia au kuelekeza kundi au taasisi kuelekea kufikia malengo maalum, na katika muktadha wa michezo, uongozi unahusisha watu wanaosimamia, kudhibiti au kuathiri maamuzi yanayohusiana na mipango. Kwenye sekta ya michezo, ni sekta mtambuka na ni eneo linaloendesha maisha ya watu wengi hapa nchini na duniani. Na uhaba wa wanawake kwenye nafasi za uongozi au nafasi za maamuzi kwenye vyama vya michezo ni tatizo ambalo linapaswa kupatiwa ufumbuzi wa pamoja visiwani Zanzibar. Makala hii inakwenda kuangazia uhaba wa wanawake kwenye uongozi wa vyama vya michezo hapa visiwani Zanzibar. Msimulizi wako ni mimi Namala Suleiman. Tathmini ya jinsia katika michezo ya mwaka 2023 iliyofanywa na GIZ Michezo kwa Maendeleo Afrika kwa kushirikiana na Idara ya Michezo Zanzibar inaonyesha vikwazo kwa jamii vinapunguza mwingiliano kati ya jinsia ya kike na ya kiume. Ripoti inaonyesha kuwa nafasi za uongozi ndani ya taasisi za michezo Zanzibar zinashikiliwa zaidi na wanaume, jambo linalozuia ushiriki wa wanawake katika maamuzi na fursa za uongozi. Sera ya michezo ya Zanzibar ya mwaka 2018 inayojulikana kwa kauli mbiu ya michezo kwa wote inasisitiza maendeleo ya michezo kwa Wazanzibari wote bila kujali jinsia au uwezo. Kupitia ofisi ya mrajisi wa vyama vya michezo, jumla ya vyama 44 vimesajiliwa na kupata usajili. Kupitia vyama, kuna miongozo maalum imetolewa kwa kila chama kuwa na wanawake 2 kwenye kamati tendaji, ambao kwa wastani wanafikia jumla ya wanawake 88 ambao ni wa kuteuliwa kwenye maeneo ya kiuongozi na nafasi finyu kwenye eneo la kimichezo. Nimemtembelea aliyekuwa kiongozi wa soka la wanawake visiwani Zanzibar, Neema Machano Othman. Ni miongoni mwa wanawake waliobahatika kuwa viongozi huko. Karibu. Asante. Karibu. Asante. Karibu. Asante sana. Za hapa. Nzuri. Sawa. Erika. Nashukuru Mungu. Karibu. Asante. Haya, karibu. Sawa. Karibu upite. Sawa. Karibu. Baada nilipoteuliwa, mimi mwenyewe sikuamini, lakini vile vile ilikuwa kama naona kama nafasi ngumu kutokana na vile nilivyoona wenzangu wanavyoongoza, na mimi vile vile nipo ndani ya uongozi, japokuwa si kiongozi wa kuongoza Zanzibar nzima. Lakini nilivyoteuliwa kuwa kiongozi wa kuongoza wanawake Zanzibar nzima katika timu za mpira, hapo mwenyewe niliogopa sana. Ndio. Ulifanikiwa kwa kiasi gani? Kufanikiwa nilifanikiwa kwa sababu nilipoanza mimi katika mashindano nilipoanza kwenye ligi ya wanawake, mwanzo tulianza na ngao ya jamii, ambapo ngao ya jamii ilikuwa haipo katika ligi za Zanzibar za wanawake. Na hapo nikaanza tulivyomaliza ligi ya Zanzibar tukaja kwenye ngao ya jamii tukaanza na ligi. Ndio. Wakati upo kiongozi, changamoto ipi ulikuwa unapitia kama mwanamke? Katika changamoto za upande wa uongozi kwa wanawake kwenye mpira wa miguu zipo nyingi sana. Sababu kwa upande wa wanaume ndasema wako vizuri, kwa sababu kwenye kusupport kwamba mwanamke aongoze wapo pamoja na sisi, lakini solution inakuja kwenye wanawake wenyewe kwa wenyewe. Ndio nilipoliona hapo, sababu mwanzo nilikuwa sijaliona, lakini nilipoingia kwenye uongozi nilikuwa najua ni kitu gani kipo ndani ya uongozi wa wanawake mpaka watu wanawake wakawa wanashindwa kuongoza katika mpira wa miguu. Ukagundua shida ni nini? Shida nilogundua, wanaume wanakusupport. Bwana nataka ufanye hivi na hivi. Japokuwa wewe ni kiongozi umechaguliwa, hakuna mtu anachaguliwa moja kwa moja kwamba huyu anaweza. Hapana, ina maana kwamba uchaguliwe
kama kuna mapungufu ile vile, na maana wao wenzako wapate kufanya vipi kukusaidia. Lakini imekuja pale pale katika uongozi, wanaume ndio walikuwa wananisupport, lakini wanawake ndio walikuwa wanazidi kufanya vipi kunigandamiza. Na vile vile wanawake, kwa sababu mara nyingi mimi sipendi kupindisha, napenda kunyoka. Wanawake wanapenda kwamba mpira usiendelee Zanzibar. Tuseme wanawake kwa wanawake, si wanaume. Kwa sababu katika uongozi, wanawake wenzangu waliokuwa kwenye uongozi huko nyuma ndio wao walikuwa wanapiga vita sana. Kwa hiyo inafika pahali mimi naongoza, kwa hiyo wao wanatumia katika vilabu sasa. Vile vilabu wao wanavyoviweka sawa, wenyewe wanatumia vilabu katika uongozi ili wasiendelee. Nini kifanyike ili nyinyi wanawake muwe mnapata nafasi za uongozi kama ambavyo ulipata? Solution ilitakiwa kufanyika, nilikuwa naomba upande wa ngazi za juu na sisi wanawake vile vile, jamani wanawake tukae tulijadili hili swala na tuwe kitu kimoja, si kuwa matabaka hapana. Na ukiwa matabaka mara nyingi mpira unakuwa hauendelee, na ndio ulivyokuwa mwanzo. Lakini naomba kwamba tuwe kitu kimoja na tutoe elimu vile vile, tukionekana kwa wazazi upande wa wanawake na sisi wenyewe viongozi, ina maana vile vile tupewe elimu ya kuongoza mpira wa miguu wa wanawake, japokuwa wengine tumepewa na tunaelewa, sababu kutokana na uongozi mimi nimesafiri na nimepewa elimu vile vile. Ndio. Na sasa tutazame mjadala huru ambapo nimekutana na taasisi ya CYD na kufanya nao majadiliano na wadau mbalimbali wa michezo. Nini kifanyike ili kuwe na idadi kubwa ya wanawake viongozi kwenye sekta ya michezo visiwani Zanzibar? Na mtazamaji, huu ni mwendelezo wa makala yetu. Tupo kwenye upande wa majadiliano mafupi ambayo yamebeba dhana nzima ya nafasi ya mwanamke katika uongozi michezoni. Nipo na viongozi mbalimbali, wadau wa michezo ambao tutajadiliana kwa pamoja hili. Nipo na Saidi Masab ambaye ni kocha wa netball, lakini pia nje hapo ni katibu wa chama cha mpira wa pete visiwani Zanzibar. Nipo naye Rahma Ali ambaye ni mratibu wa mradi huu kutoka hapa CYD, pamoja na Gilbert Shamte, yeye ni afisa tathmini na mradi, lakini bila kusahau tupo na Khadija Abdallah ambaye yeye ni mwalimu. Kwa pamoja kila mmoja atakuwa na mitazamo yake kwenye mada hii. Tuanze na Gilbert Shamte, afisa tathmini, kwenye mada yetu hii ya nafasi ya mwanamke kwenye uongozi. Kwenu nyinyi CYD mnahusika na masuala ya majadiliano ya vijana, mambo mengi ambayo mnayafanya. Kwenye hili mnalibeba vipi? Tunalitazama vipi? Ndugu mtangazaji, ni kwamba kukuza nafasi ya wanawake sawa sawa kama ilivyo kwa wanaume kushiriki katika michezo. Na hii kushiriki katika michezo ni katika nyanja zote, kuanzia kwenye ngazi za uongozi, ngazi za viwanjani, lakini pia vile vile katika ngazi zote ambazo zinazohusu michezo. Na sasa ndio maana partnership kama hii, sisi Center for Youth Dialogue, GIZ pamoja na wadau wengine tumeingia hapo kati ili kuhakikisha haya mambo yanakuwa sawa. Ilibainika changamoto, na ndio maana sisi tunasema lazima tuhakikishe hili jambo tunalivalia kidete ili mwisho wa siku jamii yetu ivuke. Ilibainika hata katika michezo ya wanawake. Kwenye michezo ya wanawake viongozi ni wanaume. Kwa mfano kama katika netball ama katika timu za mpira za wanawake, unakuta timu nyingi ni za wanawake lakini viongozi ni wanaume. Said Mansab, tumemsikia Gilbert Shamte amesema kwamba kwenye michezo mingi baadhi ya viongozi ni michezo ya wanawake, viongozi wanaume. Nadhani kama linakuhusu hivi, wewe ni katibu wa netball, ni mwalimu, upo huko, shida ni nini? Zanzibar kwa hali ya sasa na hali iliyopita, bado tuna shida ya vijana kujitokeza kuchukua au kugombea au kutafuta nafasi za uongozi, hasa kwenye michezo. Utakuta kwamba zinapofika tamu za chaguzi za michezo, tunatafuta wanawake mpaka kuwalazimisha ili kuingia kwenye michezo, kuchukua nafasi mbalimbali. Tunahitaji wanawake, tuna chaguzi, kwa tuna chaguzi ya TOC Tanzania Olympic, tulitafuta wanawake. Tuna chaguzi za vyama zetu vya hasa netball,
tunaweza kutafuta wanawake na vyama vingine vinahangaika kutafuta wanawake, badala ya wanawake uweza kujiongoza wenyewe au kuhakikisha kwamba wanachukua hizi nafasi ili waliongoze katika hali ile ya usawa. Mtazamaji, tunaendelea na majadiliano yetu. Madam Rahma, tumemsikia kocha Mansab amekiri kwamba tatizo lipo. Nyinyi CYD mnafanyeje kwenye hili? Mkini wadau pia wa masuala ya maendeleo kwenye sekta ya michezo. Cha kwanza tulichoanza kukifanya, tumekuja na training of these games, kuweza kuwapatia mafunzo. Mafunzo hayo tunapatia kina nani? Mafunzo hayo tumeweza kuwapatia walimu, wanafunzi na makocha wetu ambao walikuwa tayari wanazo hizo skills, lakini wao wanatoa mafunzo na pia kujiendeleza. Lengo la kutoa haya mafunzo ni kwa sababu tunahitaji mtoto wa kike tuweze kuwa na viongozi wa watoto wa kike katika michezo, na viongozi wao hatuwezi kuwapata bila ya kuanza kuwapitisha katika hayo mafunzo ili waweze kuwa aware vizuri katika games zote, netball, volleyball na basketball. So sisi CYD tukachukua jukumu la kwanza kuweza kuwapatia mafunzo kwa lengo la kuweza kupata makocha wazuri, viongozi wazuri ambao watakuwa wamebobea katika michezo hiyo. Na sio mafunzo tu afu tukaishilia pembeni. Mafunzo haya tukaanza kuwafuatilia, kuhakikisha kuwa kwenye upande wa netball watu wanacheza vizuri. Sehemu gani ambao watu hawajacheza vizuri, makocha wetu na sisi CYD tunafunga safari kama kutoka hapa kwenda maeneo ambayo mradi wetu unatekelezwa, kama Pemba, kama huku Zanzibar, kwenda kuhakikisha tunaenda uwanjani na kuangalia wanacheza wapi vizuri, kwa lengo la kuweza kupata viongozi vizuri. Huu mradi kama mradi unalenga masuala mazima ya gender inclusion, ushiriki wa jinsia zote, lakini specific tumelengwa kwa wanawake. Lakini kwa vile ni masuala ya gender, hatuwezi kuwachukua tu wanawake, tunahitaji na ushiriki wa wanaume, lakini dhima kubwa tupate ushiriki mkubwa wa watoto wa kike katika michezo. Sawa. Kabla ya kwenda kwa Bi Khadija, Joel tumemsikia Madam Rahma amegusia kwenye upande wa mafunzo. Utatupa pia tathmini ya hali ya mafunzo hayo ambayo yanaakisi kwenye nafasi ya mwanamke kwenye eneo la kiuongozi. Hilo utatupitisha hapo pia. Kwako Madam Khadija, kwenye hayo yote ambayo yamezungumzwa, mwalimu unalipi kimtazamo? Wewe ndo vijana unawalea kule chini, unaona kuna huo mwelekeo, wenyewe wanasema samaki mkunja angali mbichi. Kwa kweli, kwa mtazamo wa kiwanafunzi, mwanafunzi anapoanza kusoma shuleni ndo unapogundua kipaji. Kwa hiyo pale utakuta kipaji hakichagui mwanamke wala hakichagui mwanamume. Wewe unapoweka vifaa vya michezo toka nasari, utamuhisi huyu mtoto moja kwa moja kama ni mtoto wa michezo. Lakini kitu kinakuja kutuharibu sisi wazazi, kuona mwanamke si mtu wa michezo, lakini vipaji vinakuwepo vingi sana katika michezo. Sasa mwanamke akijengewa kama si mtu wa michezo, wakati kipaji unakiona, unapomchagua mwanafunzi kushiriki katika michezo haya sahihi ya netball, basketball, basi mzee huwa analeta shida kidogo. Anahisi yeye mwanawe nikaja kusoma tu, hajaja kwenye michezo. Kwa hiyo wakati tunachagua watoto wa michezo kama netball, tunakuwa tunapata shida mpaka tuandike barua, tuwaite watoto wazee, tuwashauri, tuwape nasaha. Ikesha baada hapo tena ndo mzazi anakuwa anakubali kama mtoto ashiriki michezo, hasa wa kike. Kwa mwanamume hamna tatizo, lakini hasa wa kike. Joy, kuna wakati fulani Rahma alizungumzia hapo ya mikakati ambayo mnaifanya CYD kwenye upande wa mafunzo. Tathmini poje? Mmefanikiwa au bado mna changamoto? Na hadi hivi sasa tayari tumeshafikia wasichana na wavulana si chini ya 1000 kwa Unguja pamoja na Pemba. Tumefika hadi Tumbatu, tumefika hadi Micheweni, Chake Chake, Kangani, sijui kama unapafahamu Kangani. Tumefika maeneo mengi kwa kweli. Kwa hiyo tuna imani hata Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inapokuja kufanya tathmini ya miradi yao ambayo imeifanya kwa kushirikiana na wadau mbalimbali ikiwemo sisi CYD na GIZ, wataweza kuona tumepiga hatua kwa kiasi kikubwa. Nini kifanyike Madam Rahma pamoja na kocha Said Mansab?
tuweze kushirikiana, kwa sababu sio jamii zote ambazo zina mwitikio wa huu mradi. Bado maeneo mengine mwitikio ni mdogo. Hiyo changamoto ambazo tunakumbana nazo, na sisi tunawaomba vyombo vya habari na sisi washirika wengine tusichoke katika kutangaza ushiriki wa wanawake katika michezo, ili kuweza kushika nafasi za uongozi na kuona wanawake tunapeperusha bendera ya Tanzania kupitia fursa za uongozi. Vifaa virahisishwe kuwepo kwa wingi ili kuona watoto na vijana wanacheza. Sambamba na hilo, viwanja ambavyo vimejengwa na serikali viwe rahisi kufikika, kwa sababu kuna gepu kubwa tumeliondosha. Tulikuwa tuna viwanja vya open space, ndio tuliozalisha vijana wetu waliopita ambao wameleta sifa taifa letu. Lakini sasa hivi viwanja, baada ya kwamba viko viwanja vya kisasa, lakini kuvifikia, je, vinafikika kirahisi? Sasa nalo hilo pia pana gepu hilo ambao sisi tunahitaji liwe wazi kwamba viwanja vifikike kwa jamii kuweza kucheza. Lakini narudia tena kwamba jamii sasa nayo ikubali kupokea au kukubali kwamba mtoto sasa awe kuweza kuendeleza tasnia yake ya michezo. Tumefikia tamati kwenye majadiliano yetu ya leo, ambapo nilikuwa nipo na kituo cha majadiliano ya vijana. Tulikuwa tukitazama nafasi ya mwanamke kwenye uongozi kupitia kwenye sekta ya michezo. Nilikuwa naye Said Mansab, kocha na katibu wa mchezo wa netball ama mchezo mpira wa pete, lakini pia Gelbert Shamte, yeye ni afisa tathmini na miradi kutoka CYD, pamoja na Khadija Baba ambaye yeye ni mwalimu, na Rahma Ali ambaye yeye ni mratibu wa mradi kutokea hapa CYD. Hiki ni kiongozi wa GIZ ambaye ni shirika la Ujerumani la ushirikiano wa kimataifa. Hapa anaelezea mikakati yao. Baada ya kushauriana na serikali, basi tukawa tumekuja kutengeneza mpango mkakati jumuishi ambao utachangia kwenye sera ya Zanzibar ya michezo kwa wote. Kwa huu mpango mkakati jumuishi wa michezo katika Zanzibar ni unakuja kuongeza tu nyongeza kwenye sera ya michezo ya Zanzibar ya mwaka 2018. Kwa hiyo ni mpango mkakati wa miaka 5, na huu mpango mikakati una maeneo 7. Ukiangalia eneo la kwanza linazungumzia masuala ya sera na mipango inayozingatia jinsia, lakini ukiangalia eneo la pili ni kukuza ulinzi na usalama katika michezo. Ukiangalia eneo la 3 linazungumzia masuala ya uongozi jumuishi katika michezo, na hasa hapa ndio ajenda yetu ambapo inajikita sasa namna gani ambavyo tunaweza kufikia uwakilishi jumuishi unaojumuisha makundi yote, jinsia zote katika michezo. Tumeweza kuja na mpango mkakati na njia mbadala pamoja na shughuli ambazo zinaweza kutakiwa kufanywa, ikiwa miongoni mwa shughuli kubwa ambayo inatakiwa kufanya basi kuweza kupitia sera za vyama vya michezo kuhakikisha swala la uwakilishi wa uongozi jumuishi kwenye sera ya michezo basi unaweza kuelezewa na kudadavuliwa kwa mapana zaidi. Na hapo tumeweza kusisitiza sasa walau kuanzia uwakilishi wa 30% wa nafasi ya wanawake pamoja na makundi mengine kwenye kila chama cha michezo. Kwa tuna imani taasisi inayoshughulika na michezo Zanzibar itasimamia vyama vya michezo kuhakikisha kwamba kwenye masuala ya uongozi sasa tunaweza kupata ujumuishi huu ambao tunautaka. Kwa hiyo utaona kuna vitu vingi vimeweza kuelezea kwenye eneo hilo, ikiwa kupitia hizo sera, kutoa mafunzo kwa wanawake, kuweza kupata nafasi pia ya kupambania na kuweza kuelezea masuala ya uongozi kwenye vyama mbalimbali vya kimichezo. Na sisi tunaamini kabisa tukipata viongozi wa kike kwenye michezo basi changamoto nyingi wanazokutana nao wanawake pamoja na makundi mengine, hasa watu wenye ulemavu, yanaweza kufika kwa urahisi kwenye chama na vyama vinaweza kushughulikia matatizo hayo kwa uharaka na kuhakikisha kwamba changamoto za jinsia zote basi zinaweza kusikilizwa na kutatuliwa kwa umakini mkubwa kabisa na hivi vyama vya michezo. Shukuru bwana Hija. Nashukuru sana. Kazi nzuri, kazi endelee. German Corporation, msichoke, msishie hapo. Asante. Je, chama cha wanasheria wanawake Zanzibar ZAFELA wana mikakati gani katika kusimamia wanawake juu ya haki zao za kiuongozi ndani ya michezo?
Kwa upande wa Zafela tumekuwa na harakati kubwa sana za kuona sasa ni kwa namna gani wanawake wanashiriki na kuweza kuwa viongozi ambao wataweza kusimama wao kama wao, na tunafanya hili kwa kupambania wao kwa kutumia kwa create awareness katika jamii, tunatoa huo uelewa, lakini pia tunajaribu kuwaelekeza makoch kupitia ule mwongozo ambao tumeutengeneza. Tunawafikia makoch kwa ajili ya kuwa train ni namna gani sasa wanaweza wakatumia ule mwongozo na kutengeneza sera zao za ndani ili kuweza kuongoza na kutengeneza mazingira salama na rafiki kuona watoto wa kike sasa wanaweza kushiriki michezo na kwa umbali zaidi waweze kuja kuwa viongozi ambao wataweza kutengeneza timu zao na kusimamia timu zao na kimataifa zaidi. Kwa upande mwingine pia tunawapatia training GBV focal points wale wote wanaharakati ambao wanapinga ukatili wa kijinsia katika jamii. Lengo ni kutaka kuona sasa wanamichezo tunashirikiana kwa karibu na wanaharakati tunapinga vitendo vya udhalilishaji katika jamii na kuweza sasa kuona mazingira yako salama na rafiki na watoto wote wanaweza kucheza, aidha wa kike au wa kiume. Watoto wote wana haki ya kulindwa, lakini pia mwanamke au mwanaume ana haki ya kuwa kiongozi na kuwaongoza wengine. Sera ya michezo inasema michezo kwa wote, aidha awe mwanamke au mwanaume, mwenye ulemavu ama ambaye amekamilika. So far wote wana haki ya kucheza, hatubagui, yani sera haikumbagua. Lakini katika utekelezaji ndio tunaona kwamba tunatumia tamaduni imani za kuweza kumbagua sasa mwenye ulemavu na mwanamke kutoweza kushiriki michezo, lakini sera ipo very inclusive ya kwamba wote wana haki ya kucheza. Kitu pekee ambacho tunakipambania kama Zafela kuona watoto wote, watu wote wanapata haki yao ya kucheza, na kikubwa tunachokifanya ni kutoa awareness. Safia Ngalapi ni mkuu wa kitengo cha mawasiliano TAMWA Zanzibar. Nimefanya naye mahojiano kutaka kujua mikakati ya TAMWA na nafasi ya vyombo vya habari Zanzibar. Jukumu la kwanza mimi naliona kwa wanahabari, kwanza kuelimisha jamii kuhusiana na kuondosha mitazamo finyu kwamba watoto wa kike wasicheze michezo, watoto wa kike wachagulie michezo maalum. Kwa hiyo jukumu la vyombo vya habari kuelimisha jamii kwamba michezo ni fursa, michezo ni ajira, michezo ni afya, michezo ni kila kitu. Kwa hiyo hilo ni jukumu moja la waandishi. Lakini jukumu la pili la mimi naloliona kwa waandishi wa habari ni kushajihisha watoto wa kike kuweza kushiriki michezo. Watoto wa kike wenyewe wapende michezo, lakini na wazazi, jamii pia iwasupport ili waweze kushiriki hiyo michezo, ili na wao ije kuwasaidia kama tulivyosema kwamba michezo ni ajira, michezo ni kila kitu sasa hivi. Lakini jambo jingine mimi naliona pia kwa waandishi wa habari, wana jukumu la kufanya uchambuzi wa sera za michezo na kuziangalia, je, zinakidhi haja, zilitengenezwa lini, kwa wakati gani, na je kwa mujibu wa kipindi hicho ambacho tupo zinakidhi haja, na kama hazikidhi haja basi zifanywe marekebisho, na kama zipo vizuri basi pia jamii ifahamishwe, ili kwamba jamani tuna sera nzuri inayozungumza 1 2 3, tunaweza kuisaidia jamii ikafanya vizuri sana katika masuala haya ya michezo. Yes, kwa hiyo hivyo naona ni vitu vikubwa sana kwa vyombo vya habari hapa Zanzibar kuhakikisha kwamba kuna kuwa na usawa katika michezo baina ya watoto wa kike na watoto wa kiume, baina ya wanawake na wanaume, huku tukifata mila na silka zetu, lakini pia na kuhadithia zile hadithi nzuri za wanawake, hadithi nzuri za manufaa ya michezo. Yote ni jukumu la vyombo vya habari. Jamii itapata uelewa, itaona kumbe fulani alifanya hivi akafikia hivi, kulinganisha baadhi ya nchi nyingine na nchi ambazo zinaendana na mustakabali wa mazingira yetu na mila na desturi. Watoto wa kike wanafanyaje, jamii kule inafanyaje, na inapata nini kupitia michezo. Wizara ya Michezo ni wizara mama ambayo kwa sasa imekuwa ni tunu kwa Zanzibari kwenye sekta ya michezo. Tumemtafuta katibu mtendaji Baraza la Taifa la Michezo Zanzibar, Said Kasim Marin. Sisi kama Baraza la Michezo tunazo kanuni zetu, lakini tuna kanuni ambayo tunatarajiwa kuitoa hivi karibuni, na ndani ya kanuni hiyo tunataka tutaweka wazi kwamba katika uongozi wa vyama vya michezo basi ndani yake kuwe na asilimia ambayo tutaiweka humo
hatujaweza bado kuiona kujua kwamba ni asilimia ngapi, lakini ili kuweza kuweka kwamba lazima katika uongozi wa vyama vya michezo ushiriki wa wanawake uwemo. Kwa hiyo vipi watafanya wao chama, wanaweza wakajua jinsi gani ya kufanya, lakini hilo litakuwemo ndani ya kanuni zetu. Lakini katika kanuni za uchaguzi pia nazo tunataka tuweke katika hivi vyama vikiweka zile kanuni zao za uchaguzi, basi ndani yake uwezeshaji wanawake nao uwemo, ili kuweza kuongeza kuongeza wito kwa ajili ya wanawake kuweza kujikita katika uongozi, kwa sababu mara nyingine inakuwa ni uoga ambao mtu ako na mimi siwezi kuingia pale kwa sababu nikiingia nitakuja kushindwa kwenye uchaguzi au vitu kama hivyo. Lakini tukushakuwa kuna nafasi maalum kwa ajili yao, akiwepo mmoja na akiweza kuperform, basi na wengine wanapata nguvu za kuweza kumfuata yeye na kuendelea. Tuna kila sababu ya kuwaunga mkono wanawake kwenye nafasi za uongozi na kuwa na uwiano sawa na kuwashika mkono, ili tupate mawazo ya pamoja na kuondosha mfumo dume kwa pamoja. Tupaze sauti zetu na tuseme, mimi ni kiongozi, nipe nafasi.